Kuna tukio lingine ambalo ni muhimu likalisemea tena kwa mara nyingine, kwa sababu inathibitisha ushahidi wa kwamba jeshi la polisi linasema uongo. Nalo ni kuhusu mwanachama wetu, mjumbe wa baraza kuu, Hilda Newton. Manake hawa wengine polisi wanaweza kuja na sababu ya uongo kwamba kwa sababu hawakuwaingiza ndani ya vituo vya polisi kwa maana ya kuwaandikisha, pengine polisi watasingizia kwamba ndio maana hawakutaja kumbukumbu zao, ambacho itakuwa ni kisingizio tu, sababu walikamatwa na polisi. Mwanachama wetu Hilda Newton ameshindwa kuja leo kwa sababu bado hali yake sio nzuri. Lakini katika wakati mwafaka atazungumza. Lakini nimezungumza naye kujua kilichojiri, na amenieleza kwamba alikamatiwa nje ya geti la Kisutu upande wa pili wa barabara, na walipomkamata walimwambia anahitajika na ZCO. Wakamchukua na gari yao, atasimulia kwa urefu katika wakati mwafaka. Wakaanza kumpiga ndani ya gari kwenyewe, na wakati wanampiga wakawa wanamlazimisha atoe password ya simu yake, na wakampiga sana wakiwa kwenye gari. Baadaye wakampeleka kituo cha polisi kikuu, kwa maana ya Central Police, wakamuingiza pale. Katika wakati mwafaka atasimulia kwa kina vipigo walivyokuwa akivipata kila wakati na kila siku katika kipindi chote ambacho alikuwemo Central Police na mateso aliyoyapata. Lakini mimi nataka kwa uzito mkubwa nisemee jambo moja ambalo kwa kweli ni kubwa. Baada ya kuwa wamemkamata na kumpiga, wakamwambia, kwa sababu ana mtoto mdogo ananyonyesha, wako tayari ajidhamini ili atoke, aondoke. Wakamletea fomu ya kujidhamini. Ukitaka kujua kwamba kulikuwa kuna nia ovu kubwa kwake, fomu yake yeye ya dhamana haikujazwa kwa utaratibu wa kawaida tu wa mtu kusaini kwamba nimejidhamini. Wakamwambia aweke fingerprints, alama za vidole, kwenye fomu ile ili kuwe na ushahidi wa kwamba amejidhamini. Alafu walivyomaliza kuchukua hizo alama zote, badala ya kumruhusu kuondoka kwenye kituo cha polisi, wakamrudisha ndani ya kituo cha polisi cha Central. Na kutoka wakati huo walipokuwa wamekishamsainisha ushahidi wa kwamba amejidhamini, kila aliyekwenda kituo cha polisi cha Central kumuulizia Hilda Newton aliambiwa kwamba Hilda Newton hayupo kituo cha polisi Central, na alikuwa anaonyesha ushahidi wa fomu ya dhamana ya kujidhamini na ushahidi wa alama zake za vidole za kwamba amejidhamini na amekwisha ondoka. Kwa hiyo hawakutaka ajulikane yuko wapi. Na Hilda atazungumza katika wakati mwafaka aliyoyasikia humo, ambayo kwangu mimi niliyasikia ni wazi walikuwa wamelenga kwa baada ya pale kumhamisha, kumpeleka mahali kwingine na kumpoteza kabisa. Na umma uaminishwe kwamba alipewa dhamana, aliondoka, kwa hiyo yeye mwenyewe hajulikani yuko wapi. Sasa kitendo cha mtu ambaye amechukuliwa na jeshi la polisi, ameingizwa kwenye kituo cha polisi, kitendo cha kutokutajwa kwenye taarifa ya polisi kuwa alikamatwa kwa siku zote ambazo alikuwa pale, ni ishara ya kwamba polisi inaficha ukweli na polisi ilikuwa na nia ovu. Sasa haya matendo ya namna hii ni matendo ambayo yanafanana kama wakati wa ukaburu kule Afrika Kusini. Stephen Biko alipouawa na vyombo vya ulinzi na usalama vya makaburu kule Afrika Kusini, vyombo vya ulinzi vilikanusha kuwa havikumchukua, havikumuua. Na walifanya hivyo kwa sababu hawakuwa wameingiza rekodi zake katika maeneo ambayo walimpitisha. Lakini ushahidi ukaja kujulikana baadaye, baada ya kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi South Africa, kwamba
alikamatwa, aliteswa, akauawa. Jeshi la polisi la Tanzania limefikia hatua ya kufanya vitendo vinavyoshabihiana na jeshi la polisi la makaburu wakati wa ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Hali hii haipaswi kuachwa hivi hivi. Ni kwa sababu hiyo basi niseme hatua kadhaa ambazo tunataka zichukuliwe. Mosi, kama Muliro, kanda maalumu Dar es Salaam, kwa kuongoza zoezi hilo na kwa kusema uongo hadharani, mamlaka yake ya uteuzi na nidhamu imchukulie hatua ya kumuondoa kwenye nafasi yake ya ukamanda wa polisi wa kanda maalum Dar es Salaam. Pili, kwa kuwa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limekwisha sema uongo hadharani, uongo mara kadhaa, uongo kwa taarifa yao ya tarehe 24 mwezi Aprili na uongo kwa taarifa iliyotolewa na Jumanne Muliro juzi na jana, tunamtaka mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP, kama haya matendo hayana baraka zake, ajitokeze yeye mwenyewe, mkuu wa jeshi la polisi, atoe taarifa kwa umma juu ya matukio ya kupigwa, kuteswa, kuumizwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema, akitaja idadi halisi na sababu ya hali hizo na kuwajibika kutokana na hayo. Tatu, kwa sababu Jumanne Muliro amehusika yeye binafsi pamoja na askari wengine ambao wamehusika chini yake katika zoezi hili, chama tumekwisha waelekeza mawakili wa chama wachukue hatua za kisheria juu ya Jumanne Muliro yeye binafsi kama kiongozi ambaye aliongoza zoezi hili na ameendelea kutoa taarifa za uongo. 4, chama vile vile tumekwisha elekeza na kuwaomba mawakili wa chama kuweza kufungua mashauri katika vyombo mbalimbali vya kimataifa vya haki za binadamu vya Afrika na vya dunia kutokana na matukio yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili, na katika wakati mwafaka tutawataarifu juu ya hatua hizo zitakapokuwa zimefikia. 5, natoa mwito vile vile kwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ni amiri jeshi mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua vile vile kwa upande wake. Tunafahamu huko nyuma yamewahi kujitokeza matukio yaliyohusisha polisi kusema uongo baada ya kuvunja sheria, na marais au rais waliokuwepo wakati huo walichukua hatua. Mtakumbuka kulikuwa na tukio la kuuawa kwa wafanyabiashara wa madini ambao polisi ilisema taarifa ya uongo kabisa kwamba walikuwa ni majambazi. Iliundwa tume ya Jaji Kipenka, ukweli ukajulikana na hatua zikachukuliwa kwa baadhi ya wahusika. Mtakumbuka vile vile katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari mwenzenu Daudi Mwangosi, baada ya tukio lile polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi alikuwa anaitwa Michael Kamhanda walitoa taarifa za uongo. Hatimaye vikaundwa vyombo mbalimbali na hatua mbalimbali zikachukuliwa, pamoja na kuwa hazikujitosheleza lakini hatua zilichukuliwa. Tunamtaka vile vile Rais Samia na tunatoa mwito kwake kwa ukubwa wa matukio haya ya watu kupigwa kwa wingi, watu 25 kupigwa, sehemu kubwa ikiwa wamevunjwa miguu na mikono. Sio tukio dogo kwa amiri jeshi mkuu kuliacha likapita, huku jeshi la polisi
likiwa linatoa taarifa za uongo baada ya kuvunja katiba, kuvunja sheria, kuvunja hata kanuni za jeshi la polisi kwa maana ya Police General Order. Tunatoa mwito vile vile kwa chombo chetu cha ndani, kwa sababu Tanzania tunacho chombo, kiondoa vyombo vya haki vya nje ya nchi. Tanzania tunacho chombo kilichoundwa kwa mujibu wa katiba, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunatoa mwito wa wazi kwa tume ipitie matukio yote ya tarehe 24, masimulizi yote yaliyosimuliwa tarehe 25, masimulizi tuliyosimulia leo, ushahidi wa picha, ushahidi wa video, na tume na yenyewe ya haki za binadamu na utawala bora ichukue hatua kwa upande wake. Na nasema haya kwa sababu katika tukio la kuuawa kwa mwanahabari Daudi Mwangosi, kuundwa kwa vyombo vingine havikuzuia tume nayo kuchukua hatua kwa upande wake, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitamka tume ile kama ni chombo kinachotakiwa kufanya kazi kwa uhuru. Tumie fursa hii kuendelea kusisitiza kwa umma kwamba sisi Chadema tunaamini ilikuwa ni haki na ilikuwa ni halali kwa wananchi, wanachama na viongozi kwenda mahakamani kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tunaendelea kulieleza lile zuio la polisi kwamba lilikuwa ni zuio haramu, na tunaendelea kutoa mwito kwa Mheshimiwa Lissu kuachiwa, na kipindi ambacho bado anaendelea kushikiliwa tunaendelea kusisitiza kwa Watanzania kwamba tarehe 6 mwezi Mei kesi itakwenda kwa mara nyingine tena mahakamani. Tunatoa mwito kwa Watanzania kuendelea kujitokeza kufuatilia kesi hii mpaka haki itakapopatikana. Pamoja na madhila yanayotukuta yote haya ya viongozi kupigwa, viongozi kubambikiziwa kesi, wanachama kuumizwa, tunaendelea kuamini kwamba yote haya yanalenga kurudisha nyuma harakati na mapambano ya no reforms, no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa tunarejea kutoa mwito kwa wanachama wa Chadema na Watanzania wote wanaounga mkono haja ya mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, kutorudishwa nyuma, kutokukatishwa tamaa, kutokutiwa hofu na haya yanayojitokeza, bali haya yote yaendelee kutupa nguvu, ari na matumaini ya kutafuta mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha kufanyika kwa uchaguzi huru na haki. Tunatambua kwamba sauti hii ya haja ya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki sio sauti ya Chadema peke yake, na tunashukuru sana viongozi wa dini ambao wameiasa serikali isikilize sauti ya wanaotaka mabadiliko kufanyika kabla ya uchaguzi, kuwezesha uchaguzi huru na haki. Tunaamini kwa sauti hizo za viongozi wa dini na kwa sauti za wadau mbalimbali ambao wamekushapaza sauti pamoja na sisi, hoja hii ya kutakiwa kufanyika mabadiliko kabla ya uchaguzi si hoja ya Chadema, ni hoja ya umma, ni hoja yenye mwafaka wa kitaifa. Wakati umefika sasa wa Rais Samia kujitokeza mbele ya umma na kukubaliana na rai hiyo ya wananchi na sauti na nasaha za viongozi wa dini, ili kwa haraka mchakato huo wa kufanya mabadiliko kabla ya uchaguzi kuweza kuendelea. Hello, welcome back. JEB Village, what country are you watching from? Today we will show you Africans who eat fish with electricity. African life in the village. They cook good fish, but with electricity. Have you ever eaten it? It's really strange, but it's nice because they eat happily and they also feel the whole world is theirs.
It's amazing that this African community uses the same culture of believing that food cooked by a beautiful black woman is tastier, and men like to marry black women because they grow hotter in the country. What are your cultures? After cooking, they must be called old people so that they can eat here. What you are looking at is a fish with electricity. Being cooked, these fish are found in a well in Tanzania, Africa. The African community prepares food together. They sit and eat when they start to eat. They eat with love and solidarity. They like to eat fish and other things. Surprisingly, this community believes that black women are the most popular for men to visit cities with black women because they believe that these women are hotter. For example, if you look at this girl who cooks, she is a black girl. Because they like women like this, they believe that a girl like this, her food will be tastier because she cooks more calmly. And when she cooks with a beautiful smile. Many people like girls like this more. Men collect cows and visiting families with daughters who are getting married. The surprising thing is that these fish are famous for their sweetness, even though they are electric fish. These fish are found in Tanzania, mainland Africa. Very attractive. If you look at her like this one who cooks, she is really beautiful. Africa is famous for having very beautiful women. Have you ever been to Africa? If you haven't been, tell us what country you are watching us from. Please count. Scrub channel. There's so many things today. In addition to having good food, the African environment is attractive because the climate is calmer, which causes African people to be beautiful and have softer skin than other continents. If you consider the African environment, it is an environment that encounters rain frequently, but also far from encountering a lot of rain to meet the sun with great calmness, the sun that does not hurt because many deserts are not found in Africa, but are found in other continents. Look at the many attractions found in this video. These are pots that are found only in Africa, but apart from being stuck in a pot, he uses it to move. It is a natural handle. He cuts a tree with 2 horns and holds the pot while moving maize grain that is very nutritious for men. But this grain is famous for children so that they can gain intelligence and women to find the strength to work. It should be remembered that in Africa, women do most of the housework and men go to find income to meet the family. Welcome to our channel to learn many things. We ask you to comment and let us know under we will see what nation will happen